ukaisha. Uongozi wa Kibaki ulikuwa, alipoondoka ukaisha. Uongozi wa Kenyatta Junior alikuwa, akakuwa akaondoka. Hata aliye sasa ataondoka. Useme one term, useme two term, ataondoka. Haleluya. Usiseme niko politics. Kama uko two term, hiyo ni shauri yako. Kama uko one term, hiyo ni mbegu yako. Lakini chenye kiko, ataondoka. Waliokuwa na sauti wameondoka, waliokosa sauti wameondoka. Empires look strong today and vanish tomorrow. Careers, currencies, kingdoms, all unstable. Careers, wakati wa independence mulikuwa na elimu ya CPE. Wakati wa Moi mukawa na KCPE. Wakati wa Ruto pamoja na Uhuru akitamatisha uongozi wake, tumekuwa na CBC, hata nayo itaondoka. Currencies, pesa ya Kenya ni ya dhamana. Ikipata ya US inakufa kifo chake cha milele. Haleluya. Pesa ya Tanzania ni ya dhamana. Ikifika Kenya inakufa kifo chake cha milele. Kingdoms, uongozi wa Obama ulikuwa kila mtu alistaajabu, lakini uliisha. Uongozi wa Queen Elizabeth ulikuwa wa nguvu, lakini uliisha. Uongozi wa France wa Macron nao utaisha. Wapendwa, soko ya dunia hii ni ya muda. Kuna soko ambapo haitaisha. The only hope, this world is not our home. Wapendwa, baada ya kuhudhuria siku 10, baada ya kusikiza mahubiri, baada ya kuandika vijikaratasi, kumbuka ya kwamba hii dunia si kwetu. Nyumbani kazi zikiisha tutaweza kwenda. Haleluya. Daniel was not in Jerusalem, was in Babylon. A system, a market, a powerful structure. Still heaven found him in Babylon. Wapendwa, Danieli hakuwa Yerusalemu. Danieli hakuwa mbinguni. Danieli alikuwa Babyloni. Na alipokuwa Babyloni, Danieli alikuwa katika serikali. Serikali inayoongozwa na binadamu. Serikali ambayo iliyumbisha watu. Serikali ambayo iliteketeza watu. Serikali ambayo ilitusi watu. Hivyo ya kwanza yenye tuko nayo si ya kwanza. Watu walipigwa risasi hadi ya mguu. Lakini Danieli alikuwa kwa hiyo serikali. Danieli alikuwa katika hiyo soko. Danieli alikuwa katika hiyo maisha. Danieli alikuwa katika hiyo dunia. Alipokuwa katika hiyo dunia,
mbingu ikampata akiwa mwaminifu. Nasi tuko katika soko ya Nongope, nasi tuko katika soko ya Kajiado, nasi tuko katika soko ya Kenya, nasi tuko katika soko ya Afrika, nasi tuko katika soko ya dunia. Je, utabaki mwaminifu mbingu wa kukute? Ama nikuuliza, nani mgeni wetu wa makambi? Kama unamfahamu, kama utapendezwa naye, utaweza kuhudhuria makambi. Ukipata ni maskini kama Pastor Lisia na gari, unasema hii makambi nitaionea view sasa kutoka kwangu. This market is temporary. This market is temporary, but there is a permanent home. Hii ndiyo familia ya Yesu na waleta katika mchana wa leo. Nebukadnezar has power. Nebukadnezar had wealth. Nebukadnezar had authority, yet he cannot sleep. Nasi wapendwa, tutakuwa na mali, tutakuwa na uongozi mpaka wa kanisani, tutakuwa na vyote, lakini hatuna usingizi Januari hadi Disemba. Unaingia kwako, unakula, kabla uingie kulala unahisi wezi wamekuja, kwa sababu ya Nebukadnezar. Unalipa mshahara wa mwisho wa mwezi, unaenda bank, unachukua, kabla upande gari unaona kila mtu aliye kando yako ni mwizi. Hata ukibiwa kiberiti ya shilingi 5 unaanza kusema vijana wenye wanarandaranda hii mtaa lazima watuone. Kwa nini hawana kazi na wasomi? Nebukadnezar had everything. The wise in Babylon are helpless. Akaita wale waliokuwa wenye hekima, njoo munisaidie, bali hawakuwa na uwezo chini ya mabega yao. The market had answers for everything except truth. Soko ya Nebukadnezar ilikuwa na wasomi, ilikuwa na askari, ilikuwa na wachuuzi, ilikuwa na wote, retirees, to economics, to political advisors, to counselors, lakini walikosa ukweli katika midomo yao. Today don't need interpretation, but need revelation in Jesus Christ. Wapendwa, siku 10 mumekuwa mkihitaji kutafsiriwa. Leo natamatisha nikiondoka. Omba Mungu akupatie ufafanuzi wa mbingu. Today don't need interpretation, but require revelation from Jesus Christ. Verse 19. Then was the secret revealed unto Daniel. Likewise today, friends of Jesus, Daniel did not rush to the king, but rushed to God. Je, ukipatwa na shida unakimbilia marafiki,
unakimbilia majirani, unakimbilia mama mkwe, unakimbilia baba mkwe, unakimbilia baba mzazi, unakimbilia mama mzazi, unakimbilia boyfriend, unakimbilia girlfriend. But Daniel wakati aliona shida akamkimbilia Mungu. This market is temporary. Murukie Yesu Kristo aliye na uchuzi wa kutosha. Friends of Jesus, helplessness and heaven responded. Daniel akachiona hafai mbele ya Kristo Yesu, hatoshei mbele ya Kristo Yesu, akachiona akamkimbilia Kristo. Nasi mchana wa leo mbingu anasema mukimbilie Kristo ajibu maombi yetu ya siri. I have come to remind you, Nongopil, and the world at large, this market is temporary. There is a market where is permanent, where is our home. God reveals what the market cannot. Mungu akamwonyesha Danieli chenye soko la wasomi wangeonyesha, chenye soko wa miaka wangeonyesha, chenye soko wa wanasiasa wangeonyesha, penye soko ya pesa ingeonyesha, penye soko ya wafalme yangeonyesha. Danieli akaonyeshwa chenye dunia ambayo ni hii ya dhambi haingeonyeshwa. Yesu anasema katika mchana wa leo, usitegemee yeyote, mtegemee Yesu Kristo. Friends, God's kingdom is not traded on the market, it's eternal. Friends of Jesus, marafiki wa Yesu, God's kingdom is not traded on the market, it's eternal. Ufalme wa Mwenyezi Mungu hauko katika soko za dunia hii, hauko katika soko za ufalme, hauko katika soko ya kiburi, hauko katika soko ya masengenyo. Ni ufalme wa milele na milele. Before testimony, there was worship. Before testimony, there was worship. Verse 19. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel praised the God of heaven. Before 10 days of prayer, there was a plan. Look for a guest. Before a guest, there was a material. Before the guest, there was time. This market is temporary. There is a permanent home. Before you are forgiven, kneel before Jesus. Before testimony, there was worship. Watu waliimba nyimbo za takatifu. Watu walisoma Biblia. Watu walipiga magoti. Watu walikaa katika viti. Watu walisimama wakiomba. Hivyo si nyinyi wa kwanza katika kuomba. Watu waliomba. Haleluya. Before influence, there was gratitude. Before Daniel ajidhihirishe kwa mfalme, kwa aliye ambaye angemchukua kwa mfalme, aliweza kumshukuru Mungu wake. Before you construct,
there is worship. Before you say a testimony on August, God has led us faithful. We have constructed a church for 1 year from 2025 May up to 2026 July. Wapendwa, shukuru Mungu wenu. Daniel in Babylon was a captive, a minority, young man in a hostile world and system. Yet God unleashed wisdom, revelation, courage and influence. Wapendo katika Kristo, natamatisha nikisema Daniel in Babylon was a captive. Akiwa katika mji wa Babyloni, alikuwa mtu ambaye takataka ya kunuka. Hivyo ukiwa nawe ni takataka ya nungu pili, jua hauko peke yako. Danieli alikuwa takataka mbele ya Babylon. A minority. Usiseme Wakisii ndio wengi, usiseme Wajaruo ndio wengi, usiseme Wakamba ndio wengi, usiseme Wakikuyu ndio wengi, usiseme Wakalenjin ndio wengi, usiseme Watanzania ndio wengi, usiseme Wanigeria ndio wengi, usiseme Marekani ndio inayoongoza. Daniel was a minority. Young man in a hostile world. Imagine Daniel, according to what we know, was around 17 years to 24 years. Akiwa katika mji wa Babylon. That means he might be my age. Hallelujah. Sasa nimeanza kujisifu, mumenyamaza. Nyinyi. Daniel was young. Kama wewe na hizo certificates zote zenye uko nazo kwa nyumba, hao wazee wanakukimbisha kama baiskeli ya kuibwa. What about Daniel? Iyo miaka umekaa kwa ndoa hadi wa leo, mke wako hata uwezi kumbuka siku mulikutana ya kwanza. Haleluya. Tumeanza kuongea vibaya. Sasa wacha tutulie tu. Naomba tu ni mimi yule. Ukikosa. Daniel was young. But God, that is the hope. But God unleashed wisdom, revelation and courage. Likewise today, friends of Jesus, as I end my sermon, God is saying to us that, friends of Jesus, nothing is impossible with God. This home is temporary. God does not remove his people from the market. Bado tutabaki katika soko ya Nongopil. Bado tutabaki katika soko ya Kenya na Afrika. Lakini anaachilia Roho wake Mtakatifu. Wacha achilie Roho wake Mtakatifu utoke katika madeni. Wacha achilie Roho wake Mtakatifu utoke katika ukahaba. Wacha achilie Roho wake Mtakatifu upate mtoto ambaye umeomba siku 10 mpaka leo na tena utaleta mbele zake. We are Daniel of today, in the market, living in Babylon, working in systems. AP said watu wamepewa notice wanaenda nyumbani. Working in systems that don't honor God, ambapo unafanya kazi mpaka Sabato. Tempted to trust God or work for the government. But remember, God is calling you. You be a Daniel in your workplace.
You be a Daniel in your family. You be a Daniel in the church of Nongopir. You be a Daniel in the country called Kenya. You be a Daniel in Africa. You be a Daniel in the world, because this world sisi zote ni wapitaji. Kuna mbingu tutasimamishwa. We are standing at the moment of decision, just like Daniel. Tunatamatisha siku 10 za maombi, tukisimama katika nyakati za maamuzi. Wengine wanataka kununua mashamba, wengine wanataka kuolewa, wengine wanataka kuoa, wengine wanataka kazi, wengine wanataka kutoka madeni, wengine wanatoka katika masengenyo, wengine wanataka kupatizwa. Yesu awabariki. This market is temporary. There is a market where is our home. The answers are not in the system. Call is prayer. Majibu hayako katika serikali. Majibu hayako katika wazazi. Majibu hayako katika marafiki. Majibu hayako katika wachungaji. Majibu yako katika maombi. Let us step away from the noise market. Toka katika soko ya masengenyo. Toka katika soko ya vita. Toka katika soko ya ukahaba. Toka katika soko ya kupigana na vita za kanisani. Nani amechaguliwa mwaka huu? Nani atachaguliwa mwaka ujao? Nani atakayefuata? Toka katika hilo soko. Nani aliye mwalimu wa kwaya? Kwani ni yule bado wamerudisha hiyo kwaya siimbi. Hata usipoimba tutaimba. Haleluya. Kufa na stress zako na sauti yako kwako. Kwaya ya Mungu haitakufa kwa sababu yako. Kufa na nenda zako. Unatutishia hapo, unafikiria wewe ndio wai. That is DVD zenye nilitoa. Nione mtu akicheza. Enda kwako ufungue kanisa lako. Hapa ni ya wenyewe. Madharau na pesa ndogo ndogo na kiburi ya masomo, enda kufa nayo kwa barabara. We are here to stay. Ni wewe utaondoka. Niliwaambia juzi, hata tukose kutafsiri, tuseme Kisii, Kiswahili, Kimasai, Kiingereza, sisi ndio tutakao kubariki. Sisi ndio ukizaa mtoto tunakuombea, na ukifa sisi ndio tunakuzika. Haleluya. Hivyo sisi na Pastor Lise, sisi ndio tuko. Hata useme mtoto wako akioa, unaleta landscape from the US, akikuja mimi ndiye naamua nampatia pulpit ama simpei. Hapa ni kwetu. Hatuondoki. Hatucheki. Hatuogopi. Utakufa, tutakuzika. Seek mercy, not convenience. Wapendwa wanongopi, seek mercy, not convenience. Ni mara ngapi mume seek convenience? God is saying 2026, seek mercy, not convenience. Pray not for survival, but for surrender. Pray for, not for survival. Ati naomba Mungu anibariki na chakula ya leo na kesho. Ati naomba Mungu aniongoze uongozi wangu wa mwaka huu na mwaka ujao.
naomba Mungu anishike mkono mwaka huu nikuje kanisa mapema na miaka 10 iliyo mbele. Pray not for survival but for surrender. Na Mungu awabariki. Na Mungu awabariki. Wewe unayenyamaza, Mungu awabariki. Tusimame. Wote ambao wanahitaji ubatizo, nyosha mkono wako mahali ulipo. Wote wanaohitaji ubatizo, amejua ya kwamba this market is temporary, there is a permanent home. Nyosha mkono wako tunapofanya ombi. Nyosha mkono wako kama unahitaji ubatizo. Ubatizo uko mchana wa leo. Nyosha mkono wako. Njoo mbele tafadhali. Wote wanaohitaji ubatizo, njoo mbele chinzi ulivyo. Namba 3, choristers tuongoze wanapoendelea kuja mbele. Mungu atukuzwe. Watu wameenda lunch. Wote wanaohitaji ubatizo, njoo mbele tufanye ombi pamoja nawe. Umeona dhambi zako, siku zitaisha kabla upatizwe. Yesu anasema ni kweli, sisi ndio tuko. Njoo mbele tufanye ombi pamoja nawe. Wote wanaohitaji ubatizo wa mchana wa leo, Yesu anasema njoo tufanye ombi pamoja nawe. Wakati wengine wanamtukuza Mungu, nawe wasikupate, umekosa katika ufalme. Wote wanaohitaji ubatizo, njoo tufanye ubatizo wa mchana wa leo. Kuna nyumbani ambapo ni pa milele. Yesu anawaalika katika mchana wa leo. Kuna yeyote anahitaji ubatizo, songea mbele tufanye ombi nawe. Ni wewe kijana uliyemaliza mtihani wako wa kidato cha 4. Ni wewe kijana uko chuo kikuu. Ni wewe uliyemaliza masomo. Ni wewe ambaye umeoleka, unasema unangoja ubatizo wa makambi. Unaweza kufa kabla ya makambi. Njoo tufanye ubatizo mchana wa leo. Ni wewe umeoa nje ya harusi. Yesu anasema mchana wa leo ya kwamba njoo tufanye ombi pamoja nawe. Usiangalie marafiki, usiangalie majirani, muangalie Yesu katika mfalme. Na uje kwa Baba, kwa Yesu. Bado sauti inaniambia kuna mtu. Huyo anayeangalia nyuma, njoo mbele. Huyo anayeangalia majirani, angalia mbele. Huyo anayeangalia umati, njoo mbele. Yesu anakuhitaji katika ufalme wake. Nyumbani ni mpa milele, dunia hii ni ya dhambi. Yesu anakukaribisha mpendwa. Usikae katika soko ya dhambi. Usikae katika soko ya kiburi. Usikae katika soko ya ukahaba. Usikae katika soko ya masengenyo. Usikae katika soko ya uongozi. Usikae katika soko ya masomo. Yesu anakuita katika mchana wa leo. Yesu anakuita katika mchana wa leo. Yesu anakuita katika mchana wa leo. Tunapotamatisha siku 10 za maombi, tunakukaribisha katika ubatizo. Tunakukaribisha katika ubatizo. Usiangalie majirani, usiangalie marafiki, usiangalie wanakwaya, usiangalie yeyote. Muangalie Yesu katika msalaba. Maana kuna nyumbani ambapo hatutatengana. Maana kuna nyumbani ambapo tutakuwa milele.
Usiangalie kando, muangalie Yesu katika msalaba. Msifu, msifu, watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Baba yetu, twaja mbele zako. Tunakushukuru kwa sababu ya watoto wako wamejitoa kwa upatizo. Wabariki wanapodhihirisha mchana wa leo, katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Tukae chini, hawa na wazee wa kanisa wataingia hivi, alafu wanakwaya wote wache mbele. Kama wewe ni mwanakwaya, kama wewe ni mwanakwaya, iwe umechukua form, iwe uchachukua, simama mbele. Wanakwaya wote simama mbele. Nyakati zilizo mbele yetu, kuna yeyote nataka kufanya wito wa kipekee. Kuna yeyote anataka kuimba katika kwaya. Uko na sauti, umekosa wa kukushika mkono. Leo baada ya siku 10, kuna yeyote anayehitaji kuingia kwaya. Kuna yeyote anayehitaji kuingia katika kwaya. Silence means wataimba mbinguni. Tuombee kwaya. Baba yetu, twaja mbele zako katika mchana wa leo. Tunakushukuru kwa sababu ya wema wako. Umetuongoza kwa siku 10. Na leo tunaleta kwaya mbele zako. Kristo Yesu, wametenda dhambi mpaka zingine sisa kusemwa. Zimeletwa church board, zimeletwa council, na tena mwaka huu wamesema wamebarikiwa na sauti. Wabariki Mungu wetu, waneemeshe Mungu wetu, wasamee Mungu wetu, watakaze Mungu wetu, wape umoja wa kuita watoto wako, wape upendo wa kupendana, wape amani wa kutembeleana, waongoze katika kazi ya mikono yao. Wabariki watoke katika madeni, wabariki wawe na watoto, wabariki wawe na amani katika familia zao, wabariki wawe na umoja pamoja na familia zao, wabariki wawe na uvumilivu pamoja na majirani. Wape cha kuzungumza, wape cha kuuliza, wape cha kujibu, katika Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Ombi letu la mwisho, mengine tutaomba mchana. Tusimame zote tuombee ombi hili la sanduku, mengine tutafanya mchana. Baba yetu, twaja mbele zako. Tunakushukuru kwa sababu ya wema wako. Watoto wako kwa siku 10 wameandika maombi yao ya kijisanduku hiki. Jibu kila mmoja, kaa pamoja nasi katika mida hii ya mchana, katika Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Mungu awabariki.